Karibu sana kwenye podcast yetu ya MHK Mind and Creative Artistic Hub. Tunaendelea na series mbalimbali, tunapojifunza kuhusu pesa, tunajifunza kuhusu maisha na general life. Kwa hiyo leo nilikuwa nataka share ni namna gani au aina nne za wateja ambazo unatakiwa uzijue ukiwa unafanya biashara. Kama wewe mfanya biashara, kuna aina nne za wateja ambazo unatakiwa uzijue, ambazo zitakusaidia sana pale unapojua wateja unaowahudumia. Kwa sababu sio kila mteja ni mteja, kwa sababu ni mteja kwa sababu anakuja na kununua, lakini sio kila mteja unahitaji kumpa focus. Kwa hiyo leo tunaenda kujifunza aina za wateja wanne, alafu tutaangalia namna gani inabidi tudili na hao wateja tukiwa tunafanya biashara. Hizo unauza supermarket, unauza duka, au unauza kitu chochote tu, hata kama ukiwa mchoraji kama mimi pia unauza picha. Kuna aina ya wateja ambao tunakutana nao kila siku, lakini hatujui namna gani naweza kudili nao. Kwa hiyo leo ninaenda kuelezea aina nne ambazo tutaziangalia. Aina za wateja hizo tunazijuaje na tunawatumiaje, au tunawezaje kuwahandle ili tuweze kufanikiwa katika kuuza biashara zetu. Aina ya kwanza ya wateja ambayo inabidi uijue inaitwa cheap customers, yani wateja ambao hawa ni aina ya wateja kwa Kiingereza inaitwa cheap customers, ambazo hizi aina za wateja kwanza zimeandikwa na Dunlop kwenye kitabu chake cha Unlock It, ambapo ameelezea vizuri, ni mwanafalsafa kwenye mambo ya financial education. Kwa hiyo aina ya kwanza inaitwa cheap customers. Hizi cheap customers ni aina ya wateja ambao wanakuaje. Kitu cha kwanza, hawa ni wateja ambao wanakuwa wanauliza sana bei. Yani yeye ni aina ya mteja ambaye anakuja na kuuliza bei shingapi, sijui hiyo kitu unauza shingapi. Yani kabla hata hajajua thamani ya kile kitu ambacho unaenda kumpa, kama ni huduma, kabla hata hajajua unaenda kumnyoa nini, unaenda kumsuka nini, unaenda kumfanyia nini, yani kabla hata hajajua huduma unazozitoa anauliza shingapi. Umeona? Mteja kama huyo akishauliza tu bei shingapi, unajua huyu ni aina ya mteja ambaye anaingia kwenye category ya nini? Cheap customers. Kwa sababu huyu mteja anakuwa hafocus kwenye kupata huduma, anakuwa anafocus kwenye budget yake. Yani yeye desire zake zinakuwa dependent kwa amount of money ambayo anaitumia. Kwa hiyo hawa ni wateja ambao wanakuja wanauliza maswali kama haya, atakuuliza bei shingapi, sijui unauzia wapi, yani maswali kama hayo. Kwa hiyo ukishapata tu swali la hivyo, mteja tu mara ya kwanza kama amekuta hawa tunaona sana kwenye supermarket, akiingia tu anashika kitu anauliza shingapi. Akiona tu bei anataka tu kwanza kujua bei ya hicho kitu. Kama ulikuwa unampa consultation kama hivyo, akikupigia tu anauliza kwanza wewe consultation yako wewe shingapi, kabla hata hajauliza unatoa huduma gani au unaenda kumsaidia kutatua tatizo gani. Kwa hiyo hiyo ni aina ya kwanza ya wateja ambao tunakuaga nayo kwenye biashara, ambayo inabidi uwajue, na baadaye mwishoni nitawaelezea kwa wateja gani ambao inabidi uwape focus na utengeneze mfumo utakao attract aina ya wateja sana ambao wataweza kufanikisha biashara zako na kuleta mauzo mengi. Aina ya wateja wa pili tunawaita difficult customers. Hao wateja wanakuwa wana mtazamo hasi juu ya hiyo biashara unayoitoa. Mara nyingi hao ni aina ya wateja ambao wanakuwa hasa hawana hata lengo la kuja kununua. Kwa mfano, unakutana na mteja anakuuliza swali ambalo liko kabisa nje ya mada au nje ya hiyo biashara. Hata yeye mwenyewe anaangalia, akiona anajua kabisa haiwezekani hicho kitu, afa na kuuliza kwamba hicho kitu kinapatikana. Yani anakuuliza maswali kama hayo. Au anakuwa ni mteja ambaye anakuwa ana oppose, yani anaangalia zile weakest point zako ndo anazoziuliza. Kwa mfano, akishajua kwamba hayo mazingira hakuna umeme, anaweza kuuliza kwenye huduma zako kuna umeme, kuna maji, au kwenye hicho chumba akijua kwamba kipo kwenye mazingira ambayo hayaruhusu hata gari kufika au pikipiki au chombo cha usafiri kufika, anakuuliza hiyo ina uwezekano wa kufika hicho kitu, nitafanyaje? Kwa mfano, sisi tunatoa online coaching, mtu anaweza kukupigia kukuuliza akakwambia sasa nakupataje, maana nataka nikuone unifundishe, wakati ameshajua kwamba wewe uko mbali, uko Dar, uko wapi, yani anakuwekea mazingira ambayo ni magumu. Kwa hiyo mteja kama huyu akishakuuliza maswali kama unakuwa ushajua huyu ni difficult customer ambaye anakuwa na negative attitude. Anaweza akakupigia kwenye masaa ambayo hayako realistic kabisa. Anaweza kupigia saa 8 usiku ili mradi tu yeye aweze kuwekea kipingamizi.
Mara nyingi hawa ni wateja ambao wanakuwa hawajaja na lengo la kununua. Anaweza kanunua sawa for some time, lakini sio mteja wa kumpa attention na focus naye. Inabidi utengeneze structure ya biashara yako au ya kitu chochote unachokiuza kwa mfumo ambao utaavoid aina ya wateja kama hawa. Aina ya tatu ya wateja ambayo tunaipitia au tunakutana nayo katika kuuza kitu chochote ni inaitwa sophisticated customers. Sophisticated customers, hawa ni aina ya wateja moja, wanakuwa washapata taarifa juu ya hicho kitu, wana taarifa zote kuhusu hicho kitu. Kama anakuwa ameshafanya research, ameshajua bei shingapi, anahitaji nini. Kwa hiyo mara nyingi hao ni wateja ambao wakifika pale kwenye biashara yako anakuambia kama ni sabuni, anakuambia nataka sabuni aina fulani kiasi fulani, anakuwa already anajua. Kama ni simu, anakuja kabisa anajua jina, anajua RAM ngapi, anakuambia naweza kuambia nataka iPhone ngapi, RAM ngapi, iwe na memory, yani anakuwa na data zile zote. Kwa mteja kama huyo, ukishaona tu mteja amefika anakuambia vitu kama hivyo, anakuwa na details zote za ile huduma unayotoa. Au anaweza kuambia kama unauza program au unauza computer program, huduma ndio unayotoa, anakuja anakuambia okay, mimi nataka kujifunza Excel, nataka kujifunza Publisher, na anakuwa anajua zile program zote, anajua hata kabla wewe hujamuelezea. Kwa hiyo automatically wewe unajua wewe anaingia kwenye sophisticated customer. Na hawa ni aina ya wateja ambao mara nyingi unaweza kukutana na ugumu pale baada ya kuambia bei, baada ya kufikia kwenye hatua ya kuambia bei, wanaweza kupata ugumu kwamba wasinunue hiyo siku, wakatumia muda mwingi kufikiria na wanaweza kuambia ngoja nijifikie kidogo, au wakatumia muda mwingi kama kutafakari hivi. Lakini wakifanya maamuzi, huwa yale maamuzi yao yanakuwa sahihi na wanastick kwenye chaguo lao. Kwa hiyo ni aina ya tatu ya wateja ambao inabidi ujue. Aina ya nne nikimalizia ni wateja ambao tunawaita affluent customers. Affluent customers ni aina wateja ambao wao wananunua kutokana na emotions zao, lakini pia na hisia zao wanavyojisikia. Yaani ni aina wateja ambaye hanunui kisa anataka hicho, yani hicho kitu kama anakihitaji na kiko ndani ya uwezo wake, yeye ananunua. Yaani so long as hicho kitu ana uwezo, ana hiyo pesa nao na hiyo huduma ipo, ananunua bila kujali. Na hao wateja ukijaribu kuwa unapunguza bei au umeshusha bei, hii inampa hofu na anaweza asinunue, kwa sababu yeye anaenda na gharama, yani anakuwa amejivalue katika hicho kitu. Kwa mfano na hata mimi mwenyewe nishawahi kuexperience hichi kitu, nikiwa nanunua kitu nimesikia ni 20,000, naenda hiyo 20,000 kaipata, nikaenda kununua, afu nikaulizia, nikaona kama kuna uwezekano hata wa kunipunguzia ikawa 15,000, naweza nisinunue kabisa, kwa sababu naona kama thamani imepungua. Naamini hata wewe mwenyewe ushakutana na watu kama hao. Kwa hiyo inabidi uwajue kwamba huyu aina gani ya mteja ambao unadili naye ili uweze kumhudumia vizuri. Sasa wateja wa kufocus nao nitaelezea kwenye podcast inayofuata, au ngoja tu niwadokezee wateja wa kufocus nao. Shida ya hao wateja wa kwanza, cheap customers na difficult customers, ni wateja ambao wanakuwa ni wa muda tu, wanafanya maamuzi yao kutokana na bajeti yao ilivyo. Lakini hawa wateja wa pili, sophisticated na affluent customers, hawa ni wateja ambao wao wanafanya decision au wanakuja kununua bidhaa yako kutokana na maamuzi yao binafsi. Kwa hiyo ikitokea hata pesa, economy imeshuka sana, kiwango chao cha pesa au uchumi wao wanachokiingiza kimeshuka, haimaanishi wao kwamba hawatakuja kununua bidhaa zako au kuchukua huduma yako. Lakini hawa wengine ambao ni cheap customers, wanaonunua vitu kutokana na bei ya hicho kitu, au ni rahisi sana kuwapoteza na biashara yako kushuka kwa wateja wake. Kwa hiyo zingatia sana aina ya wateja unaohudumia, na inabidi uweke mkakati wa kutengeneza biashara yako ya attract sana au ivutie sana aina ya wateja ambao wanaweza kudumu na wanaweza kusustain kwa muda mrefu. Unatengenezaje? Inabidi utengeneze bei ambayo tunaita premium cost, yani premium price, yani bei ya juu, lakini sio ya juu sana, lakini bei ambayo inaendana na thamani ya kile kitu unachokitoa. Usishushe sana thamani ya bei kitu unachokiuza, kwa sababu ukishusha sana bei inavutia hawa wateja ambao wananunua vitu kulingana na bajeti yao. Yani hawa wateja ambao wanauliziaga bei, yani ukishusha bei ina attract sana hawa wateja wa kawaida, na hawa wateja ambao wanakuwa wana negative mindset juu ya hicho kitu unachokiuza. Kwa hiyo at the end ikitokea tu
wamepata changamoto kidogo, ni rahisi sana wateja kuwapoteza, na ukawa wewe unaona wapo wengi lakini sio realistic, yani sio wateja wako wa kudumu. Kwa hiyo ili uweze kuattract wateja wa kudumu, weka bei ambayo ni inastahili na inaendana na thamani unayoitoa. Hapo ita attract wateja ambao ni sahihi kabisa na utauza vizuri. Kwa hiyo usitumie muda mwingi usipoteze muda wako kufocus na kutumia muda mwingi kufocus kwenye hao wateja wa siku moja siku mbili ambao wanaulizia bei tu, anakupigia kwenye mazingira ambayo hayako sahihi kabisa, na kuwekea mazingira ya ugumu sana, anakuwa hana lengo la kununua. Kwa hiyo hizo ndo zilikuwa njia au aina 4 za wateja tunaodili nao katika biashara yote tunayoiuza, na ukishazijua itakusaidia sana na utaweza kujifunza zaidi. So kitu ambacho naweza kuomba, subscribe, lakini pia follow sisi, lakini pia unaweza kufollow kwenye mitandao mingine kama TikTok, Instagram katika MHK Mind na Creative Artistic Hub, lakini pia unaweza ka comment ili tuweze kujifunza vingine na vingine na vingine, ili tuweze kukua financially lakini pia na kiakili. Asante sana.